Mara zote Mungu anapotoa maelekezo ujue kunakuwa na matokeo kwa kila atakayefuata yale maelekezo. Tumekuwa tukitafakari kwa habari ya saumu ambayo Mungu anaitaka tangu tulipoanza kusoma Isaya sura ya 58 aya ya kwanza mpaka tumefika kwenye aya ya 7. Na katika aya ya 8 Mungu analeta nini kitatokea ikiwa mtu atafanya saumu sawasawa na mapenzi ya Bwana. Na tunaona katika Isaya 58 aya ya 8 Biblia inatuandikia maneno haya: ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma yako ukulinde. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mtu anapofanya saumu sawa na mapenzi ya Mungu, ndipo nuru inapopambazuka kama asubuhi. Anasema nuru yako. Mara nyingi tumekuwa tukihangaika kwamba nyota yangu, nyota yangu, nyota yangu. Biblia inasema nuru yako itapambazuka kama asubuhi. Kwa nini? Umefanya saumu ya kuacha uovu, umefanya saumu ya kuwaachia uliowaonea, umefanya saumu ya kuwavika wasio na nguo, kuwapa wahitaji chakula, kumkaribisha maskini aliyetupwa katika milango ya nyumba yako. Na haya ndiyo yanayofungua nuru ya mtu iweze kung'aa kama asubuhi. Anasema na afya yako itatokea mara. Tunazo changamoto nyingi za kiafya, tunajitahidi kutafuta majibu yatakuwaje. Kumbe Mungu anatupa namna kwamba wewe fanya saumu tu ambayo Mungu ameikubali. Usiishie kuacha chakula peke yake, lakini waguse wahitaji, waguse maskini, karibisha watu walio na uhitaji nyumbani mwako, keti nao kwa chakula pamoja. Hakikisha umesaidia ndugu zako pale wanapokuwa na uhitaji kadiri Mungu alivyokubariki, na ndipo nuru yako itakuzukia na kupambazuka kama asubuhi. Alafu anasema na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Lolote lililo lako litatangulia mbele yako ili uweze kulipokea. Alafu anasema na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Kwa hiyo kuna uhakika wa ulinzi katika saumu ambayo Bwana ameichagua. Kuna uhakika wa nguvu na neema za Mungu katika saumu ambayo Bwana ameichagua. Na wewe Mungu akusaidie uweze kutembea katika mapenzi yake, ili nuru yako izuke kama asubuhi, ili afya yako itokee mara, ili haki yako itangulie mbele yako, ili utukufu wa Bwana ukufunike, ukufuate nyuma yako ukulinde. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na kutukuza. Asante kwa kuwa ahadi zako ni timilifu na za haki. Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu. Ninaomba Bwana ukamfunike kwa uwezo wako, aweze kuyafanya mapenzi yako kila anapotenga muda wa kufunga. Kamsaidie Bwana, saumu yake isiwe saumu ya kawaida, isiwe saumu ya mazoea, bali ikawe saumu ambayo itasababisha neema ambayo unaitamka katika Isaya 58 aya ya 8 itokee kwake. Kamsaidie Bwana kutenda vyema, kamsaidie Bwana kuyafuata mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Barikiwe sana. Asante kwa kufuatilia kipindi hiki.